lakini kila mmoja akae na akili yake vizuri, aangalie kiini cha matatizo katika huu ulimwengu kinatokea wapi, atapata natija ya haraka sana. Na sio huko Middle East peke yake, hapa Kenya wewe chunguza matatizo yetu. Tuendelee riwaya upande wa pili. Wa aadauka thalatha, maadui zako ni wangapi? Ni watatu pia. Wa kwanza ni nani? Aduuka, adui yako. Kama kule ilikuwa ni sadiquka, sio? Hapa ni aduuka. Alafu pili, wa aduu sadiqika, adui wa nani? Wa rafiki yako, huyo pia ni nani? Ni adui yako. Alafu mwisho, wa sadiqu aduwika, rafiki wa nani? Rafiki wa nani? Wa adui yako, huyo ni nani? Ni adui yako. Hii ukielewa inakupa picha ndogo na nyepesi sana yanayoendelea katika ulimwengu. Pamoja na hiyo, Iran kwa sababu ni nchi ya Kiislamu inaendeshwa katika misingi ya kidini, imewaambia majirani zake kwamba jamani, sisi hatuna shida na nyinyi, nyinyi ni majirani zetu na tunaishi kwa usalama kila siku, tunasaidiana. Qatar ni katika nchi muda fulani ilifungiwa kila kitu, watu peke yake waliotoka kuwasaidia ni kina nani? Ni Wairani, mpaka chakula walipelekewa. Lakini leo ndio wao wanaosimama na kuruhusu kambi za jeshi ambazo zimejaa kila kona kunyanyua ndege na silaha tofauti tofauti kupiga Iran. Pamoja na hayo yote, bado Iran imesimama vile vile kusema kwamba jamani, nyinyi ni majirani, lakini sisi tunasema sehemu yoyote itakayotoka silaha, hapo ndio sehemu ambapo nini, ndio sehemu sitachapa. Sehemu yoyote ambayo adui yetu atakuwa yuko ndani, hiyo ndio sehemu tutakafanya nini, tutachapa. Ilikuwa ni kitu rahisi sana. Mimi ningekuwa mfalme wa Saudia, ningefunga kambi zote za Amerika, nikawasafirisha wote waende kwao kwa muda, sio? Ingekuwa vita hakuna, wala Saudia isingepigwa kambi. Sababu kambi zipo lakini hazifanyi kazi, sio? Hazinyanyui silaha. Lakini mimi kama Msaudia nimebaki pale pale, nasema huku hivi na huku ndani chini ya maji kuna vitu naendelea navyo. Na ndio hapa akili za Waislamu zinaonekana zije pamoja, ziangalie haya mambo. Hivi vita sio vita vya Mashia na Masuni, sio vita vya Mawahabi, ni vita baina ya jabhatul haq na jabhatul batil. Na hii ndio sauti ya ulimwengu ilivyo, kwamba siku zote batil na haki hazikai pamoja, zitapambana mpaka siku ya mwisho.